tabaraka wa taala akituwafiki, tutashafisha kiwanja na swala moja ambalo kwamba linatuhusu sisi kama wanadamu na kama wakaaji wa dunia hii. Tazungumza tu kwa ufupi insha Allah, kama mlivyosikia introduction inavyozungumza ama inavyoeleza kwamba tuzungumze kwa ufupi, na nitagusa kidogo kwa upande wa swala zima la tiba, japokuwa sijabobea sana, lakini tunasema wabobezi wapo, lakini niko katika kueleza huo utibabu wenyewe ni kitu gani, japo tunafahamu kwamba kunayo matibabu tunaweza sema aina 2 kwa 3. Alafu tunaangalia sisi kama wana harakati na wanadini, ni ipi tiba ambayo kwamba ni sahihi na mtu anastahili kuweza kushikamana nayo ili aende kwa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala salama salimini, kwa sababu ni kitengo ambacho kimehafikiana haswa ama kimelingana sawia na masala ya kalimati tauhid. Tunasema ruqya. Ruqya ni wenyewe walivyoeleza, wanasema kwamba ni kitendo ambacho kinafanyiwa mwenye matatizo, ama ruqya ni kujitibu kwa kila mmoja ambaye kwamba atakuwa amesibiwa labda ni matatizo. Ruqya ni kitendo cha kujitibu na kujikinga kutokamana na madhara, kutokamana na matatizo, kutokamana na maafa ambayo yanasababishwa ima ni sheitan au yanasababishwa ni kiumbe mwanadamu, kama alivyozungumza Allah tabaraka wa taala katika ayati wa nususil Qur'aniyya. Wapo viumbe wabaya minal jinnati wan nas. Sasa mwanadamu anaweza akashirikiana na sheitan, jin, iblis uharibu mwili wa mwenzake. Kama ni mwanadamu aharibu mwili wa mwanadamu mwenzake, na ikiwa ni jini aweze kuharibu mwili wa kiumbe mwanadamu. Kwa hivyo ruqya ikapatikana mwanzoni huko mwa maisha haya ya kimungu tabaraka wa taala, wanadamu kujikinga na kujitibu dhidi ya viumbe wabaya. Mwanadamu kujitibu na kujikinga kwa Allah tabaraka wa taala, au ni kitendo ambacho kinafanyiwa mwenye matatizo. Matatizo tunaweza sema ni aina 3 au aina nyingi, au tuseme matatizo aina 2. Matatizo kwa wale wasomi wa kizungu wanasema ni matatizo ya kibiolojia, matatizo ambayo yanatibika upande wa hospitalini. Au matatizo aina ya pili ni kwamba ni matatizo ambayo hayatibiki hospitalini, yanatibika kihuku, wakayapatia jina wakasema ni matatizo ya kisaikolojia. Matatizo ambayo ukienda hospitalini wewe unaweza ukatibiwa, umalize pesa, umalize upate gharama, uharamike, lakini tatizo lile liwe bado liko pale pale. Ndugu zangu katika imani, Kwa hivyo ni kitendo ambacho kinafanyiwa
mtu ambaye ana matatizo. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya ruqya. Matatizo aina tatu au mbili. Kuna matatizo ya kawaida ambayo kwamba tunasema kwamba yanatibika upande wa hospitalini, na yale matatizo ambayo siyo ya kawaida au magonjwa ambayo siyo ya kawaida ndiyo ambayo kwamba yanaingizwa kwa wenye fani hii ya ruqya, waweze kukufanyia wewe mwenye tatizo lile, alafu tatizo lile liweze kuondokea kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, tunaeleza kitengo hiki haswa ili tuweze kukijua na kukifahamu, na kuwepo na haja au kuwe na haja ya kwamba mtu kama mimi nitakapopatwa ni tatizo ambalo kwamba labda tusema silo la kihospitalini, nikimbilie wapi? Maraki wapo wanaofanya tiba hii, tusema ulimwenguni wapo. Kwa hivyo ni uweze kuwajua na kuwapelekea yale matatizo ambayo siyo ya kihospitalini. Matatizo hayo kama ulivyozungumza awali ni kwamba yanaweza matatizo yale yakasababishwa ni viumbe wachafu aina mbili, miongoni mwa kiumbe binadamu au miongoni mwa kiumbe jini ambaye kwamba sisi hatumuone. Allah akatutahadharisha sana kuhusiana na kiumbe huyu ambaye sisi hatumuone, akasema kwamba hakika ya sheitan kwenu nyinyi ni adui, fatakhudhuhu aduwa, na nyie mjalieni kiumbe huyu ni adui yenu. Kwa nini? Kwa sababu kazi yake kubwa huyu bwana mkubwa huyu ni kwamba anawatafuta wenzake ili aende nao motoni. Aadhana Allahu minha wa iyyakum. Ndugu zangu katika imani, sheitan anaweza kukuundia vizuri tu sihiri akakupachika nayo katika mwili wako. Kwa hivyo tusiwe kama sisi Wadigo. Kule kwetu kuna msemo, sijui msemo huu mababu nao nimeshawakosa, nimeshawazika, lakini labda Sheikh Abubakar atanisaidia. Wanasema dawa ya moto moto. Maneno haya ya kweli? Anasema dawa ya moto ni moto, kwamba moto unawaka kwenye shamba yako, alafu asema washa moto mwingine ili ule moto uweze kuzima moto. Mimi naona sasa hivi kutoka niingie madrasa, labda nasema maneno haya, unaona maneno haya yanaenda kwenye akili yangu, yanaenda kidogo ovyo ovyo. Ni maneno tunayatumia, lakini nasema dawa ya moto ndugu zangu sio moto, bali dawa ya moto ni umwagie maji ili uweze kuzima. Sasa dawa ya sihiri ni nini kama si uchawi? Ungekuwa uchawi upo kama wanavyozungumza wana shairi kwamba asihru haqqun wa lahu ta'thir lakin bima qaddara alqadir. Uchawi upo na una athari katika mwili wa mwanadamu, lakini mpaka Allah tabaraka wa taala aweze kutaka ule uchawi ukupate. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, tunarudi tutakapopatwa ni tatizo hili la kiuchawi ambalo kwamba labda shetani jini amekupambia, amekutengenezea sihiri na akakuletea katika mwili wako, alafu anao uwezo wa kuleta sihiri na akapenda mwili kama ule akawa ni mwenye kubaki katika mwili. Kwa hivyo uweze kumpiga, unaingia katika nususul ayat. Zipo aya za kubatilisha sihiri na yapo madawa. Tumesema kwamba watu wa madawa wapo katika ulimwengu huu. Mimi napitia tu na ninaonyeshwa madawa kama yale ili niweze kuwa miongoni mwa wale ambao kwamba wanaweza wakachukua uchawi na mti fulani wakapiga ule uchawi katika mwili wa mwanadamu ili aweze kuwa salama,
alafu angaike maisha yake ya kimungu tabaraka wa taala. Kwa hivyo ruqya, ndugu zangu katika imani, ni kitendo ambacho kinafanyiwa mwenye matatizo. Kwa hivyo matatizo ya kiakili, afatu al-aqliya, maafa ya kiakili. Akili inaweza ikakuchanganya wewe, ikachanganyikiwa akili yako au yangu kwa sababu ya ima vitu vitatu. Kitu cha kwanza, labda umerogwa. Kitu cha kwanza, umerogwa. Kwa hivyo mwenye kufanya kitendo hichi cha ruqya atakuangalia ama utamsimulia, bwana, wenda wazimu wangu huu sioni kwamba ni hospitalini, hapa lazima kuwe kuna kitu kimenipitia. Unamsimulia yule mfanyaji wa kile kitengo unachokizungumza ama ninachokizungumzia na ninachokieleza, alafu yeye atajua kwamba mimi nianzie wapi na nimalizikie wapi au na nimalize wapi. Kwa hivyo akili imepatwa nilo tatizo. Tatizo lingine la kiakili ni malaria. Naona bwana, malaria yapanda kwenye kichwa cha mwanadamu, kwenye ubongo, ukawa unachemka kweli kweli, alafu mwanadamu kama yule anakosa kufahamu aingiaye nani na atokaye ni nani. Kwa hivyo swala hili la kimalaria labda tunalipeleka katika wakurufunzi wa wasomi wa kizungu, wanaenda kutupima watupate kwamba ni malaria, ama kule kuna hospitali yao haswa ya wenda wazimu kama hizi chronic potrizi, inaenda kuangaliwa akili yako imeharibiwa ni kitu gani mpaka unazungumza yale ambayo kwamba hayaeleweki. Ikiwa atapata ni malaria, nafikiria dawa za malaria ziko ndugu zangu, unaweza kupewa ile dozi na ukapewa na maagizo ukawa ni mwenye kutumia, ili matatizo yale ya kiakili ambayo yanasababishwa ni malaria yaweze kukuondokea. Ama ikiwa tatizo lingine ni hili tunazungumza kwamba labda mtu kashakupachika uchawi, ndio unakuwa mwendo wazimu, ingia sasa katika nususul ayat, fate mwanaruqya mtibabu wa kisuni uweze kumweleza, alafu aweze kukupangia ratiba ya visomo anavyovijua, ili kupiga ule wenda wazimu ambao ima wameshirikiana viumbe wachafu hawa wawili, shetani na mwanadamu mwenzako au mwanadamu au wanadamu wenzetu, alafu aweze kuomba Allah tabaraka wa taala tatizo kama lile liweze kukuondokea kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Ama tatizo lingine ambalo kwamba litakuwa labda limeharibu akili ya mwanadamu, ima yangu au yako wewe unanisikiliza, ni kwamba ni mambo haya ya madrugs. Umeshalewa, pengine mishipa yako ya fahamu ni midogo, haiwezi haya masala ya vilevi. Sasa wewe umepiga chakari aina ya vilevi takriban vyote ulimwenguni umeshavitia katika bongo yako, ndio unapata kwamba akili inavurugika na akili inachafuka na akili inaharibika, mpaka unatafutiwa imani kamba unafungwa, ama unachukuliwa chumba unafungiwa na mlango kwa nje, watu wanaangalia shughuli zao. Kwa hivyo ikiwa ni tatizo kama hili, ndugu zangu katika imani, zipo dawa za kutuliza hiyo akili, na kadhalika vipo visomo na mengineyo ambayo kwamba yule mwanaharaki atakuwa ni mwenye kukufanyia au kunifanyia, ili mradi ile akili iweze kurudi pale alipoiweka Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo haya ni matatizo ambayo kwamba yanatupata sisi wanadamu kwa sababu ya moja au nyingine. Utaangalia bongo zetu au bongo za watoto tunawazaa, ukapopata mtoto labda ameanza kucharukwa ni akili, tumwangalia katika sehemu tatu hizi. Pengine ameiba maembe wenyewe huko, mwenye shamba akakasirika, akaona kwangu nyumbani mimi ninaye jini, mimi wacha nimtume mimi akashike akafinye yule mshipa wa fahamu,
ili ile akili yake imondokee, asiweze kurudi tena kwenye mwembe wangu. Sasa uweze kuwajua watibabu na wafanya visomo kama hivi na dawa kama hizi zenye zitaondoa yule bwana mkubwa aliyeshika ule mshipa wa fahamu. Au matatizo ya pili ni matatizo ambayo kwamba yanapatikana katika mwili wa mwanadamu. Waishi wewe katika maisha haya, lakini mwili wote unaosimulia kukuuma wewe. Unaangalia tatizo ni kazi ngumu, kama sisi tunaolima masaa ya kutosha, au matatizo haya yanayosababisha mpaka mwili kuniuma, labda sehemu za miguu, labda sehemu za tumbo, labda sehemu za mgongo zinakuuma, au baadhi ya sehemu zako za kichwa zinakuuma. Sasa utakapomsimulia yule mwenye ile fani ya ruqya, atafahamu ya kwamba huyu bwana ana tatizo la kimwili, na tatizo hili halikusababishwa labda ni kazi ngumu, bali matatizo haya yametokamana na matatizo ya kibinadamu au ya kishitania. Hivyo anaweza akakuketisha ama akaanza kupangia ratiba ya visomo, kama unaweza kusoma, ama kama hauwezi unaenda kwake akupangie ratiba na visomo wewe. Baada alfajiri kuna visomo, baada magharibi kuna visomo saa 6 usiku, wengine thuluthi ya mwisho ya usiku unafanyiwa visomo kama vile. Kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala anaweza kufanya nini? Kuondoa matatizo yale ambayo kwamba yanapatikana katika mwili wako au wangu. Tatizo lengine labda ambalo kwamba litakusababisha wewe au mimi kufanyiwa ruqya, tunayoelezea kwamba ni kitendo ambacho kinafanyiwa mwenye matatizo. Kwa hivyo ni matatizo ya kiruhia au ya kiroho. Wadigo wanasema kwamba mambo haya ya kiroho wanaita firamoyo, wanaita firamoyo, uchawi ambao anakupachika kwenye nafsi yako ukawa hauna raha wewe mwanadamu, wataka upande juu alafu kajirushe, uende zako kwenye kisima, wajitie kwenye maji, uende za usijui kufanya nini. Alakuli hal, roho intiwa wasiwasi, alafu yeye yuko pale pembeni na watoto wake anakula raha mstarehe. Kiwa akienda kuulizwa ni wale ambao kwamba wanajua fani ya kishirikina vile vile, anasema mimi nitaka kumwangalia tu yule, yule shekhe ama shehena, akuangalie vipi utaabike na ule uchawi ama ile sihiri alokubandika pale kwenye moyo, mpaka mwisho wa kwisha uweze ima ujitie moto ujichome, au ujifungie chumba utafute na kamba ujinyonge. Alhasil, hilo ni tatizo ambalo limesababishwa, haujalisababisha wewe, bali ni tatizo ambalo limekuwa ni lenye kusababishwa ima ni jini mwenyewe au ni mwanadamu au ni viumbe wote wawili hawa. Utasema dawa ya moto tusiwe kama Wadigo, na mimi nikiwa Mdigo mwenyewe haswa, lakini kule kote mimi nimeshakutoka, nimerudi huku na bambanya, ili nisije nikajiuliza swali lenyewe ambalo kwamba wanajiuliza, na nataka labda wewe unanisikiliza uweze kujiuliza, ima yaumia au usbuia au shaharia au sanawia, ima wiki au siku au mwezi au mwaka. Swali lenyewe ni mimi hivi ninavyoniona hasa nazungumza, najiuliza kwamba nikifa mimi nitakuwa miongoni mwa wale ambao kwamba wataenda wamuone Mungu tabaraka wa taala,
ama nitakuwa kinyume na hicho. Kuna viumbe hapa duniani Allah tabaraka wa taala anawasimulia, yaumaidhin an rabbihim yaumaidhin la mahjubun. Aya hiyo kidogo imetoka, lakini nasema siku hiyo watakuwa ni wenye kuzibwa, kuwekewa kizibo na kizuizi, bimaana kuzuiwa na swala zima na kumwona Allah tabaraka wa taala. Sasa mimi ni miongoni mwa wao ama ni wewe unanisikiliza? Sote tunatakana tujiulize maswala haya au swali hili, ili tuweze kujibambanya na kujikokota, tusiwe miongoni mwa wale ambao kwamba Allah tabaraka wa taala atakwenda kuwazuia wasimuone. La sivyo tutakwenda kupata hasara mbele ya Allah tabaraka wa taala, hasara ambayo ima iwe ya milele ama iwe ni ya baadhi ya masiku au iwe ni baadhi ya miaka. Hasara hiyo Allah tabaraka wa taala mwenyewe ndiye anajua, kwamba uingie katika dumbukizo la moto alafu ndiwe kabisa kabisa, au uingizwe. Kuna lugha watu wanasema nitaingia nikashafishwa alafu ntolewe. Ima ukashafishwa alafu utolewe, na kushafishwa kwa kule ukiambiwa wewe ni nusu siku, na nusu siku nzima ni miaka 1000, ka alfi sanati mimma taudun. Watu wanahau wenyewe wanasema hii ni kafu tashbih, ni kama miaka 1000 tunahesabu. Sasa uambi wapo nitakushafisha mimi Mungu wako tabaraka wa taala nusu siku ni miaka 500. Haya, umri wa mimi na wewe ni miaka mingapi? Haifiki hata 100. Alobahatika kuishi miaka 100 labda ni wao waliotuzaa sisi huko, lakini kama ni mimi na wewe miaka 60, 70, 90 wengine wanapata nadi na kitu. Lakini sasa miaka 500 huwezi kukaa pale motoni ukawa ni mwenye kushafishwa hivi vijimakosa vyetu, makosa tunavyovitekeleza katika maisha haya. Hivyo ndugu zangu katika imani, nimeeleza kitu hiki sio kwamba kama nilivyozungumza, sio kwamba ninakijua, bali ni miongoni mwa wale ambao kwamba wanaonyeshwa sasa, na mimi ninataka nikuonyeshe ili uweze kuwa na hamu ya kukitafuta kitengo hiki, na kiwa hautokuwa na hamu ya kukitafuta, lakini ujue kwamba kuna matatizo ambayo siyo ya hospitalini, ni matatizo ambayo ni ya upande mwingine, na upande huu mwingine nao kuna aina mbili. Kuna tiba hapa za kishirikina, kuna matibabu ndugu zangu ya kiushirikina. Unaenda kwa mtu wenyewe nakuambia, wanakuangalilia ramli kwa itwa kupiga bao, wengine wasema kuangalia mburuga na mengineyo, na matamshi tofauti tofauti. Akisha kujua kwamba huyu ana matatizo ya kijini, kasharogwa huyu, anakuambia sasa njoo kesho bwana, saa 6 kuku mweupe, wengine utafuta kuku asiyeona. Unaona bwana. Sasa ukijua kwamba huyu mtibabu huyu anatoa dawa lakini anayo mashati kama haya, ujue kwamba huyu si mtibabu sahihi, ni mtibabu lakini anchanganya tiba yake na masala mengine. Lakini tunasema wale wanafanya fani ya ruqya hawatokutuma wenyewe, wanasema kiriangona, watakutuma kitu sadaka kwamba atakwambia ikiwa una uwezo wa ngamia, lete ngamia bwana, tumchinje tumtoe sadaka, kwa sababu Allah tabaraka wa taala sadaka ya umwagaji damu ndio anaipenda zaidi kuliko ni sadaka nyingine, japo zote nakubali, lakini min iraqati dam, isipokuwa ile inaona sadaka ya kumwaga damu, sadaka ya kichinjo. Sasa bwana, una nguvu ya kuleta ngamia, ngamia mimi 100,000 kumnunua si shida, lete ngamia bwana. Nakuja tunafanyiwa lile swala,
alafu ngamia anachinjwa ama anachinjwa kisha kile kisomo kinafungwa. Unaona bwana, ama kisomo chafanyika. Kisomo kikifanyika, yule mwana ruqya atakwambia bwana, nataka siku mbili kati ya hizi, moja kati ya siku mbili hizi. Siku njema wenyewe anasema siku ya Jumatatu. Alipoulizwa nabii na umma, kwa nini wafunga wewe siku ya Jumatatu? Akasema hii ni siku mimi ndio nilozaliwa, ndio maana nafunga. Sasa yeye anakuambia njoo Jumatatu ni asubuhi, njoo baada zawali, baada dhuhuri, njoo ni baada lasiri kama hivi, njoo. Na bwana unakuja kutia nia yako, bwana Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala, mimi natoa sadaka hii kwa sababu ya kadha kadha, na kuomba ya Allah utakubali sadaka yangu, alafu ile tatizo mkomba linasumbua kwa mwili liweze kuniondokea ya Allah. Wamchinja mwenyewe wala si yule mtibabu amekwamba atachinja. Allahumma, labda kama hatujui kupiga basmala bismillah ya kuchinja, ndipo utamwambia shekhe, chinjie bwana, nia yangu lakini chinja bwana, nimekupatia ruhusa. Atachinja yule mwalimu, alafu akitoka hapo, naona bwana ngamia kama yule anatolewa ngozi, naona bwana wenyewe wasema kutuna, natolewa ngozi, katwa, zingine zitapikwa pale pale, mwalimu atakula, zingine utamwambia haya, hizi utapeleka nyumbani, kisha utagawanyia majirani zako, wale majirani ambao unawajua kwamba nikimpatia nyama huyu akiharisha asemi kwamba ametoa makafara ama amepatia mashetani wake nyama, alafu wanakuja kutupatia sisi, amechinja kwa sababu ya shetani wake. Utamwangalia yule ambaye kwamba yuko katika mrengo kama wako, kwa kwamba huyu likimpata tatizo yeye atasema faminallah, na asipopatwa tatizo yeye atasema faminallah. Uamgawanyia kitoe kama kile, na yeye anaweza apeleke kwenye nyumba yake, alafu aenda akatumie, kisha kisomo kinafanywa bwana. Ama siku nyingine ni siku ya Alhamis, basi utakuja asubuhi, kwa sababu itakuwa labda shughuli kubwa. Utazungumza naye yule musika wa swala hili ambalo kwamba mimi nalieleza tu, labda niseme kwa ufupi, japo kuna mengi ya kusemwa. Kwa hivyo ni kwamba hata kutuma siku ya Alhamisi kaichagua kadhalika mtume huyu, akasema ni siku ambayo matendo ya mja yanapelekwa mbinguni, na mimi napenda matendo yangu yakienda mimi yawe ndani yake kuna funga, ama kutafutia zile saatul ijaba, saa zile za kujibiwa sasa dua ya muombaji. Wakatofautiana, wakasema wengine kuna sehemu takriban 7 khatibu kama amezungumza, amekaa kikao cha kwanza, hutuba ya kwanza, ukiomba dua Mwenyezi Mungu anakubali. Akasema ni sala mwisho kabla ya siku ya Jumaa kama hii leo kumalizika, kabla magharibi. Wengine wakasema ni sehemu ya kusujudu, sijda mwisho. Sasa mengi yamezungumzwa kuhusiana na masala ya sehemu za kujibiwa dua. Kwa hivyo unaangalia siku ya Alhamisi, amesema napenda mimi nimefunga kwa sababu matendo yangu yakienda, matendo ya mja yanaenda kwa Allah Tabaraka wa Taala, na mimi ninapenda matendo haya yakienda yawe yanaenda ndani yake kunayofunga. Kwa hivyo tumeshazungumza kwa ufupi ndugu zangu katika swala hili, na kama tulivyosikia kwamba nilikuwa na shafisha uwanja, lakini mpira wenyewe insha Allah baada al-maghribi kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Nasema tutosheka na haya. Naona bwana, subhanakallahumma bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khaira.